Idhihiri kwako, idhihiri kwangu. Amani Katawale, ewe unayetufuatilia hivi sasa kutokea hapo ulipo. Sauti inayosikika ni ya Japhet wa Mipango kutokea jiji la Dar es Salaam, na safiri mpaka mji mtukufu wa Tanga kumfuata alipo Maalim Seif Mipapa. Kwa hivi sasa joto lililopo kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba linatokana na dabi ya tarehe 25, na kubwa hasa wanashinikiza uongozi ung'atuke. Hakuna mwingine, jina linalotajwa pekee ni jina la Murtaza Mangungu. Lakini safari hii imekuwa tofauti kwa wazee ambao wamekutana siku ya leo na kuyajadili yale ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Wao wakimtaka mwenyekiti ambaye ni mkurugenzi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ajiuzuru. Nipo na Seif Mipapa kwenye line ya simu. Yako iko vipi mahali? Wakati yangu iko sawa, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa tena dhamana ya pumzi. Basi inapasa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili lililopo. Japhet, nimejaribu kupitia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu sana. Japhet ni mtaalamu ukitengeneza uadui. Halafu ukatengeneza kivuli cha kuficha uadui wako. Watu wakaanza kuelezeka wakionyeshana vidole, manake adui ametimiza kile alichokuwa anakitaka. Japhet, siasa za mpira zinakwenda kutoa gharama kubwa sana. Zinahitaji watu wenye upeo tu wapate kuelewa. Siasa za mpira, Japhet, zinataka kutuharibia Simba yetu. Japhet, kuna watu wametengeneza uadui katika Simba, wametengeneza vizuri katika Simba. Alafu ikifika muda wa namna hii, hayo mambo yanaanza kukurupuka. Mimi sianze na wazee hao. Mimi kawaida yangu mtu akizungumza vitu mbele nyuma mbele, kweli wajafinaga mjadala mbalimbali. Hawa wazee nao ni miongoni mwa watu ambao kwa sasa wamepoteza maarifa. Tena ni watu ambao ni tabu hata kwa sifa. Basi shutuma zinazowakuta mitaani, wajibu tu kama hoja, wasikurupuke tena kuvaa pengine ambao hawana tabu yoyote. Japhet, na sasa amerudi. Mimi Japhet, nakumbuka kuna klipu moja ya rais mstaafu ya Mrisho Kikwete. Klipu ile ukisikiliza, Kikwete anasema Yanga haiwezi kuwa kama Simba. Simba ni timu ambayo inakwenda kwenye uwekezaji. Akasema timu ya Yanga ni timu ya wanachama, haiwezi kuwa kama Simba. Nakuta hiyo tunakumbuka bila hii inakamilika kwa maana moja. Mpaka sasa timu ya Yanga haina hata katiba, yaani hata katika kutaka kufanya mageuzi imeshindikana. Lakini watu wanapokwenda kugusa uongozi, wamesahau huja kwa aliyesema timu hii italelewa na wanachama. Ni kweli timu ya Yanga kwa sasa iko mikononi mwa wanachama zaidi ya mmoja, mpaka wengine huwa wanaosepa. Kwa mfano mwaka jana katika press moja ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, alisema akiwa nyumbani kwake anawaambia waandishi wa habari, anaambia bwana, mimi huwa nazungumza sana na Mohamed, niliwahi kumwambia Mohamed nipe nafasi ya kufanya nini ili nisaidie Simba kama ninavyoisaidia Yanga. Kwa hoja hii kitu gani ambacho huyu Mheshimiwa Waziri Mwigulu anaisaidia Yanga? Unafahamu hata kimoja? Sina nachokifahamu hata kimoja mahali. Maana yake nini? Unaweza kukuta sajili ya wachezaji takriban 3, 4 au 5 wanatoa yeye mfukoni. Maana yake hili ni kundi la watu. Akija Mheshimiwa Jakaya wazi inajulikana. Umeelewa? Kipindi chote unachokiona Yanga haijawahi kudhaminiwa na GSM wala haijawahi kudhaminiwa na nani. Kipindi chote anaibeba Yanga yeye Mheshimiwa. Hii inafahamika iko wazi. Lakini kuna muda akiwa president aliona aibu, alikuwa hawezi kusimama kwa sababu pia rais anakuwa rais wa vilabu zote. Lakini ulikuwa ukitazama muundo na uendeshaji wa Yanga, ulikuwa unamuona moja kwa moja Kikwete anahusika katika kuisaidia Yanga na kuibeba Yanga. Na kwa tabia hiyo, ndio maana hata kipindi kwa madarakani Mheshimiwa JPM aliwahi kusema wewe ukiwa rais vilabu hivi vyote vyako, kwa sababu alikuwa anafahamu alichokuwa anakifanya akiwa rais. Na kuelewa vizuri.
Leo mtu anapokwenda kuitazama vita ya Simba akamtazama Mohamed kama Mohamed alipi, kama Mohamed afanyaje Simba miaka yote ambayo Mohamed amekuja, asijawahi kusikia sisi tuna deni hata 15 tumesikia juzi tu kwa fedha ya posho imechelewa. Wewe mchezaji usijitume kwa sababu ya fedha ya posho imechelewa. Au hujapewa kwa wakati, manake wewe naye sio mchezaji wewe. Hatuwezi kwenda kumlaumu kiongozi wewe ufai kuwepo katika klabu. Kwa sababu klabu inapita nyanja zote, inapita mitihani, inapita misukosuko. Umenielewa vizuri? Na hii ni bonus tu. Usiamini kama unadai mshahara, unadai pesa ya bonus unaudiwa. Hata kama ikufikia, kama mchezaji ukufanya hivyo, ndio iwe source ya kuanza kwenda kumtafuta Moa na nini, ndio iwe source ya kumtafuta Murtaza. Safi data ya mpira brother. Safi data lazima itengenezwe, imeanza kutoka kwa waandishi wa habari. Kwamba hao waandishi wa habari wanaotumika wabusi wa mambo ya kule, wakipigiwa kelele kina Mohamed wengi, wakipigiwa kelele kina Murtaza, hawa watu wanaofanya huu uovu hawataji. Hamwezi kufanikiwa na Simba hata mngepewa miaka 15 kwa sababu hata adui yenu hamjui. Umeelewa? Ukiwa ukabiliani na adui na umjui, unakwenda kumgusa mtu mwema, ukiamini unaweza kwenda kujenga, kumbe ndio inazidi kubomoa. Yaani leo akisimama mtu wa Simba, haijalishi mzee una mvi kiasi gani, haijalishi ni kijana kiasi gani, wewe unawezeka tu kwenda kumgusa Mohamed, na ni jambo baya kwa kweli. Wewe unawezeka tu kumgusa Murtaza, hata ungemleta nani kwa staili hawa wanaochangishana kuiendesha Yanga, kwa namna ambavyo wanabaka ligi hii, hatuwezi kusonga mbele. Hawa ndio tatizo kubwa kuliko kitu kingine chochote. Mipapa sio mara kadhaa mipapa wameibuka wanachama wanaojiita wanachama wa klabu ya Simba Sports kwa sababu ya mchakato wa kimabadiliko ndani ya Simba Sports nadhani uliathiri eneo la wanachama wapya kuongezeka ndani ya klabu ya Simba na wale waliopo idadi kusalia kuwa ile ile. Wameibuka hivi sasa kujiita ni wanachama, wanakwenda kuzungumza mambo ya ndani ya klabu kwamba wachezaji wanadai bonus na klabu bado kwa maana management haijawajibika katika kutekeleza majukumu yake juu ya wachezaji. Unadhani taarifa hizi wanazitolea wapi? Kwanza tuanzie hapo, kwa sababu sijaona kiongozi ambaye ametoka kuzungumzia hilo swala, kuweka bayana. Hata msemaji wa klabu sijamsikia popote akizungumza zaidi ya kuandika andiko kupitia ukurasa wake wa Instagram. Utaniweka sawa kama umemsikia sehemu akizungumza, lakini hili unadhani linatokana na nini? Kwanza Jafet, mimi nimezidi kusogea mbele. Hao wanachama hao wanakwenda kuwagusa. Hao ni watu tu wamevurugwa, yani wamefungwa kujibu hoja za kulipura mtaani. Watafuta hoja ambazo wao wamefanya wanamama, unaelewa? Na kitu wapunguzia kuchepa na wao. Kuna vitu vya sisi tunajua si muungwana. Kwa hiyo kutoka wanachama kubwa wakasimama 15 20 wanataka kuataki klabu. Haya mambo pia yaliwakuta Yanga na wakakuta msukosuko mkubwa, isipokuwa tu Yanga walifanikiwa kwa sababu wakati wa Manji akupamini Manji mdhamini alipotoka kwenye madaraka, umeelewa, madaraka kumia watu wengine waendelee kudhamini ikawa ndio inanafuu. Tuko tofauti na sisi. Mohamed nani Jafet anapigwa daladala muda mrefu. Ngoja sikuambia watu ambao wengine hawafahamu hata wanachokwenda kuzungumza. Umeelewa? Wakati Mohamed tunamuita mwekezaji wa Simba. Lakini swali langu kwako Jafet, ni kweli Simba ishakuwa na mwekezaji ambaye anafahamika kwa 100%? Ni kweli Simba haina mwekezaji? Ni mtu ambaye 80% mchakato uko sawa, 20 hujakamilika. Ndio. Na ndio unamnyima nafasi ya kuwa mwekezaji ndani ya klabu ya Simba. Niambie ni nani kati ya hao ambao wanasema kama hatakuwa nyuma ana msaada, kama huyu mheshimiwa alisimama akasema na yeye huwa anaisaidia Yanga, kama hao waheshimiwa wengine wanasema Yanga haiwezi kuwa kama Simba, ni nani anaweza kuthubutu kuweka mabilioni ya fedha kama akili za watu zinapotaka, alafu hii sheria inasema hao waliokaa unaoona 15 20 hao ambao kama mimi hata uwezo wa kununua gari hawana, eti wana nguvu kuliko uwekezaji. Hivi umeona dunia gani mtu anaweza kuharibu mabilioni yake ya fedha kwa sheria za namna hiyo? Lakini mchakato wa ndani ambao ulifanyika hayo mabadiliko ambayo yanazungumzwa na hajakamilika mpaka leo,
wameshajipa dhamana bodi kuwa ndio waendeshaji wa klabu ya Simba Sports. Wanadaiwa Jafet? Hawadaiwi. Yaani wao waliambiwa ni lazima wawe mabingwa. Ni sehemu ya ahadi ambazo pia na ni matarajio ya wanachama pamoja na mashabiki. Waje watuambie ni ahadi, nani aliyeka ahadi lazima wake. Hivi inapofikia kwa uongozi wao umeshindwa kufanya kazi, ni kukosa kuchukua ubingwa. Inaweza ikawa ni moja ya sababu ukiweka kwa wanachama pamoja na mashabiki, kwa sababu wamekosa hiyo furaha. Hapana Jafet. Unaposema hapana unakuwa umekusudia nini? Tunataka kujua. Na kusudia watu wamekurupuka tu, wameshindwa kuenda wakati. Lakini ni moja ya sera ambazo huwa wanajinadi upindi wanapotafuta kula kwa wanachama. Hauoni kwamba wao hujifunga? Ndo ingekuwa hipo hiyo wangejiuzuru. Mtu hawezi kusema lazima mimi nifanye Simba iwe bingwa. Nipeni ili nikaifanye Simba iwe bingwa. Neno lazima hakuna mtu ataweka lazima. Wanaweza wasitumie neno lazima. Kuna umuhimu wa kutekeleza kiahidi kama sehemu ya ahadi wakati wa kunadi kampeni zao. Murtaza Mangungu sio kusababisha tu Simba iwe bingwa, sio kazi yake tu. Umeelewa? Miongoni mwa kazi za Murtaza na Mohamed wangesimama wakatambia nani anadai. Sio, umeelewa? Tutodai uwekezaji wetu. Yaani hao wazee hizi hoja zisingekuwa zinadai uwekezaji. Kwa nini wakisimama wakasema jamani sisi tunataka tumfute Mohamed? Tulipofika hapa kama serikali tunawaomba hii ipo katika nia yenu. Hebu tukamilishieni hadi jambo letu hili ambalo mnapofanyisha. Inawezekana mwekezaji wetu anashindwa kufanya vizuri kwa sababu hii. Unaelewa vizuri? Sasa wakina nani wanapaswa kuomba? Sisi kama wanachama mnatakiwa mumdai nani, kwa sababu wapo ambao wafahamu wapi wa kuelekeza malalamiko yao. Serikali ndio inakwamisha. Serikali yenyewe haitambui kwamba kuna mchakato wanaokwamisha. Nani? Serikali hawatambui kwamba kuna mchakato ambao wanaokwamisha. Ukiwa haitambui kuwa kuna mchakato, sisi tulikuwa tunaenda kwamba kwani FCC ni tawi la nani? Bodi ya ligi. Mchakato upo katika mamlaka zao au serikali. Ndio zinaokwamisha kiasi cha kwamba hatuwezi kufanikiwa katika mpira. Na wao ukiwauliza wanasimama na sera wakikwambia wanautakia mema mpira. Tuwarudieni hawa tuwaulize maswali. Sio kusema tuandamane. Kwa tujibu kwa nini hawatimizi hili jambo? Kwa nini? Wana nia gani na klabu yetu? Jambo la kwanza. Jambo la pili, tuambie serikali kwamba kuna watu wengi wameshindwa kufanya kazi. Wapo katika mpira, kazi yao wanavuruga mpira kwa mtindo huu. Tuambie serikali kupitia baadhi ya mamlaka zao kwamba jamani kudhaminiana kwa timu kubao kwa kusimamieni. Hayo ndio mambo ya msingi ambayo yakikaa sawa. Mipaka. Jambo linakuwa jepesi. Kwa nini? Ngoja nitumie mfano Jafet. Ukidhamini timu 8, nadhani kwenye hesabu wewe shule umekwenda. Ukileta 3 mara 8 unapata ngapi? 3 mara 8 ni 27. Yaani tayari ukiwa na timu 8 umedhamini na unaweza ukachukua pointi 27 hivyo. Kumradhi, 3 mara 8 ni 24. Kumradhi, 3 mara 8 ni 24. Unatoa 6 kwa kwa mara 10 ni 30, ukitoa 6 yote. Umeelewa? Tayari una uhakika wewe wa kuvuna hizo pointi, wakati sheria inamtaka huyo mtu ambaye amedhamini anaingia katika mtu nani timu amedhamini muda wote. Mdhamini ni mwanachama wa klabu hiyo na yeye ndio. Hatuulizeni hivi vitu jamani. Hii ndio vitu vya msingi vya nyinyi watu wa Simba mkasimama kabla ya ligi nyingine kwamba jamani hapa. Lakini anatokea mtu mmoja tu mwenelewa akakaa kwenye kistudio huko ashalewa picha yake akisema na maneno tayari na nyinyi mnabeba kwa sababu inalevya brother. Ndio maana sababu awali sasa mtu katoa picha yake kwa studio huko akalewa, anakuja anasimama anaanza kubeti anadauti uongozi. Unajua uongozi kwamba kujitathmini sauti yako yenyewe. Watu wanazungumza ujitani brother. Umeelewa? Baada kwa sababu wameshinda kuenda wakati ya wazee wa Simba. Kwa tukuna ni kukurupuka huo ndio kweli. Swali la msingi kwa wapi ikiwa wakati wa mafanikio huonekana uongozi upo imara na unatimiza majukumu yake vile ipasavyo, lakini wakati wa changamoto huonekana jukumu ama tatizo linatoka kwa viongozi na muda mwingine wachezaji wanaweza akawa ni salama zaidi na ninyi mashabiki mnakuwa wapi kudai mambo ya msingi ambayo yanatakiwa kutekelezwa katika nyakati ambazo timu inakuwa inafanya vizuri kulikoni kwenye kipindi ambacho timu inapitia nyakati ngumu?
Jafet, kuna maneno wanapenda kuyatumiaga, lakini unahisi sio mazuri kuyatumia mara kwa mara. Lakini kwambie mtu yoyote anayetoa sababu katika jambo, yani kwa mfano umekuta na tatizo, akatafuta sababu, anatafuta kivuli cha kujifichia, nisemeje, ngoja nitumie mfano ili labda ndo nitaeleweka vizuri. Kwa mfano Simba imekosa matokeo, lakini beki wa Simba akateleza. Ukiona watu wote wanamwelekea huyo beki, maana wameshindwa kuhandle hilo tukio lenyewe. Sasa hawa wazee hawa juzi wametoka kusifia klabu wakati wa finali. Hawa wazee umeelewa? Juzi tumekutwa na majanga sisi ya kusogezewa tarehe mechi. Hawa wazee walikuwa kutoa msimamo gani? Wazee wa Yanga hata mafuta wajapaka, walikuwa wamepauka kunjaa, lakini walisimama wakasema wao walikuwa wapi. Viongozi wa Yanga walizungumza nini juu ya msimamo? Walisema wanasikiliza wanachama. Wao kama wanachama walikuwa msimamo gani? Na wachezi walisimama na wao. Yanga walisema wanachama, viongozi walipoulizwa wakasema tunasikia, tunafuata msimamo wa wanachama wetu. Tarehe 15 iliposogezwa kwenda 25, hao nani wazee wa Simba walitoa msimamo gani wao? Wazee wa Simba hawakusema chochote kwa sababu walikaa kimya, ila kelele tumeanza kuzisikia baada ya jambo kumalizika. Wewe unawachukuliaje watu wa namna hiyo? Yaani wewe sasa pengine labda walisubiri uongozi useme jambo ambalo wao watalifuata, ila sasa wanaona wao waseme jambo ambalo uongozi utalifuatisha, kwa sababu ulishindwa kusema lolote baada ya tamko kutoka. Yanga walisubiri uongozi. Yanga hawakusubiri uongozi. Sasa wasitanganye wazee nao. Kwa nukta hiyo unakusudia ni watu imara sana kwenye kufanya maamuzi juu ya jambo lao pindi linapokwenda ndivyo sivyo, na mimi ni watu wa kusubiri msukumo ili muweze kusema jambo? Yanga hawana uimara wote, ni mafauzi tu, kwa sababu nyuma yao wanajua wako watu ambao watapoteza muda kuwasaidia. Ila Simba kwenyewe kuna nini sasa mpaka yatoke haya? Anasema nisizungumzie uimara, isipokuwa anasema kama wao malengo yao yalikuwa hayo, wanaoyafanya wakiyafanya kabla, kama hawa mashauri walivyofanya na wao, ndio vizuri. Lakini kama tumemaliza jambo, tunataka kuangalia tunakwenda hatua gani. Hatuwezi kukaa tukapokea eti yani maneno ndo haya wanazungumza, maneno ya kitoto kabisa, maneno hayana mizani, maneno yanaonekana hamjui hata uongozi. Yani wazee hata mizania hawajui. Unajua sijajua wazee gani. Kwanza mimi nina shaka wale sio wanachama wa Simba, wale wamekusanyana tu hapo fulani ya wili tatu wakakaa kuzungumza walizungumza, naanza kupata mashaka hayo. Unapomtaja Murtaza Mangungu na kutaka anatoke katika nafasi ya wenyekiti wa wanachama pamoja na mashabiki ndani ya klabu ya Simba Sports, ni swala ambalo wanakuwa wanajua muundo wa uongozi wa Simba Sports jinsi ulivyo na nafasi ya Mangungu ndani ya klabu ya Simba Sports, au ni kwa sababu yeye ndiye ameshika dhamana ya wanachama na mashabiki ndio maana wanamtaka atoke katika nafasi hiyo, na kuamini kwamba pengine kutoka kwake kunaweza kukaleta mafanikio zaidi kuliko kuwepo katika nafasi hiyo? Sikiliza bwana, mashabiki wengi wa Simba hata watu mashuhuri wanaoona wanajua mara kadhaa wanawafuatilia. Kama watu wameambiwa Mangungu alikuwa pale Afrika, ni vitu vya ajabu sana. Umeelewa vile? Mangungu alikuwa pale Afrika, Mangungu hawezi kuitakia mema Simba, Mangungu anatumika kuiharibu Simba. Yani zimetengenezwa mada nyingi Jafet, ambapo niseme ni mada zina msingi katika mpira. Mangungu anahitaji kuweka rekodi kubwa, pamoja na matatizo yake, pamoja na kukosa kwake kombe, pamoja na taratibu zote. Utawala wa Mangungu pia umefanya mambo mazuri tu katika Simba, isipokuwa uelewa wa watu ambao wanaujua mpira tu, hawafahamu kitu chochote zaidi ya mpira. Wao wanaamini katika kutoa vikombe. Unaelewa vizuri? Yani hawajui katika mpira, katika usini kujenga vitu, umeifanyaje timu kwa imara, umepigaje hatua kwenda mbele, sasa hivi unafanyaje mambo yake. Hivi kweli tuanze kujadili mjadala wa bonus? Kweli yapo timu tukubaliane basi. Kujadili bonus, eti wachezaji wa bonus ndio maana hawakuwa tayari kujitoa, tukumweni basi. Haona kina
fulani wanatoa bonus kwa wakati. Sio kweli. Kuna Feston Kalala Mayele wameondoka Yanga wakiwa na mabani, kina Malisa Mutambala wameondoka Yanga wakiwa na mabani, kina Faisal wamepewa mikataba mibovu. Hao wanataka leo wadanganya kwa kina Engineer ni kiongozi sana. Huni tu wamecheza kitoto sikapigwa baada ya miaka miwili kwa mitatu. Sasa kwanza kila mtu anamsikia. Umeelewa siku? Kina Mayele wana vitu wamejimeza, wakikutoa watu wanataka kukimbia kina nani? Ni kiongozi hao. Lakini walichokuwa wakifanya wakawa wanadhaifu TFF. Sisi TFF imeshanajisiwa sasa. Karia hata wangempa miaka mingapi ataipenda Yanga, kwa sababu Yanga wanaombea ni Simba katika jambo lolote. Tunadai basi nyinyi viongozi msimame kumtetea Karia ili akae katika msingi wake. Tunafungana tu Jafet, hao wazee wamekuwa kazi za kufanya, wamekosa kuenda wakati ndiye mchezo wa mpira una matokeo haya kila siku. Kwani kwa kufungwa Simba mara 5 mfululizo, kwani Yanga hana rekodi ya kufungwa mara 5 mfululizo wa Simba ipo? Utafute rekodi ipo. Ndio vitu vinatokea tu, vinapita kwa nyakati na ndo taratibu za kimpira. Wasifungue bwana, waendo wakati wakajibu hoja za kimpira, waache viongozi. Umeelewa? Mimi nisikupoke mtu akadhani mimi na maslahi na Murtaza. Mimi sina maslahi na Murtaza wala Muhammad, ila wakija sasa na wao watufundishe sisi, labda sisi tunakosea, watuambie kazi ya Murtaza Mangungu ni ipi na amekosea wapi. Msikia swali lolote. Wakija watuambie kazi ya Murtaza ni ipi na amekosea wapi. Wakija watuambie kazi ya nani mkurugenzi wa bodi ya wahamini. Sisi ndio hivyo inaitwa bodi ya mwenyekiti, bodi ya wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi. Okay, mpaka sio bodi ya wahamini. Watuambie kazi zake ni zipi. Umeelewa? Na kazi ipi amekosea. Yaani kwa ubingwa wao walipata Mohamed aanze kununua waamuzi, wataka Mohamed aanze kununua tena kingine. Asingeenda finali ya shirikisho kama anataka, na wao wanataka afanye hivyo. Na kweli tukae tufikiri Simba malengo yetu yawe kuchukua ligi kuu. Basi tusiwe na timu malengo yetu tuachie na Azam ambao wamechukua mara moja. Malengo ya kwenda Coastal Union tukiwa nafasi ya pili tunaweza kwenda kwa bingwa. Tuwekeze malengo kwanza hapo ya kwa bingwa. Umeelewa hapa? Kwa hiyo nafikiri tungetoka mechi na Simba na Yanga tungemaliza kwa sare. Hatakufunga ungesikia hizo taarabu. Wala wasiingie taarabu kwa sababu ya kufungwa na Yanga bwana. Huu ni mpira. Kama wanahitaji timu ya kufunga Yanga nao watengeneze yao nyingine ikaifunga Yanga tu. Na ndio maana wao wanataka hayo matokeo yapatikane ili hizi kelele zisiwepo. Za nini hayo matokeo ataongeyapata mwimba tarabu anaimba Yanga alikuwa anaimba tarabu hatuna matokeo. Kuna mtu mmoja alikaa bungeni hata anashangilia goli la Bernard Morrison, Simba inachukua ubingwa kwa pointi 17 juu. Watu waibu hawana sita. Yuko bungeni mtu waibuana. Tasimama anasema unajua ile shuti aliyopiga Bernard ule ni mshale ulilenga. Yaani kafunga goli moja Bernard Morrison. Sio umenielewa Jafet? Nakuelewa. Sasa tutakuwa tofauti gani basi? Kama ni hivi kwa hoja hivi tutakuwa tofauti na Yanga. Usikae kwenye vipindi kuanza kudanganya watu. Jafet ni bwana. Nataka watu wote wanikatae. Lakini nisimamishe haki. Haki itendeke. Maliza na wadau Maalim Seif ili mambo yasije yakatukatikia njiani. Hamna shida Jafet, na mimi pia nifanye tu shoti kwamba niwashukuru wadau wangu wote walio nje ya nchi na walio ndani ya nchi na ambao wananifuatilia na wanaamini kwamba Seif yuko kwa sababu ya Simba. Mimi nasema Simba nguvu moja. Tuendelee kumsupport Mohamed Dewji kwa kunywa bidhaa zake ili mradi NDVD tupate wachezaji bora, kwa sababu nadhani mwaka huu kitavunjika kibubu mara 2 ya hivyo. Ndio maana tunawavaa wazee watuachie timu tufanye mambo yetu, na wao hawana faida vile vile, kwa sababu Yanga wanatoroga pia kupita hawa wazee gani na uwezo wa kuzuia watu na kufanya. Unaelewa bwana Jafet? Na kupata vizuri. Mwambie taarifa strong sana. Katika kipindi hichi ambacho kuna watu wanakaa kuingia. Hao wazee ndio ni mama mke wanatumika Yanga. Kueleza vizuri. Mama G. Mama G.
Huyo ni Maalim Seifu Mipapa kutokea mji mtukufu wa Tanga. Amezungumza bayana yale ambayo yanaendelea hivi sasa ni kufuatia Simba Sports kupoteza ubingwa mara 4 mfululizo, lakini mara 5 mfululizo akifungwa na mtani wake Young Africans ambaye juzi tu ametoka kunywa supu ya ngamia. Na nikukumbushe tu kutakuwa kuna mchezo wa finali kombe la CRB Young Africans dhidi ya Singida Black Stars visiwa vya marashi ya karafuu kule Zanzibar. Mji wa Unguja ukipokea burudani ya kipekee ambayo huwa ni nadra kidogo kutazamika kule. Maalim Seifu, mimi nikutakia wakati mwema, lakini lipo la kuzungumza. Rais na makamu wake wamebeba fomu ya kuwania ubunge maeneo mawili tofauti. Itakuwaje? Africans itabaki patupu? Tutakuja kuyaangazia hayo kwa kina zaidi mara baada ya zile 90 dakika kumalizika katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Nikutakia wakati mwema na endelea kusikia nasi. Asalamu alaykum.